Hali ya taharuki ingali imetanda katika mpaka wa Kisii na Transmara ambako watu watatu wamethibitishwa kufariki kwenye mapigano yaliyozuka upya eneo hilo. Anajiri huku waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akipanga mkutano kati ya pande hasimu za mzozo huu, kama Crispin Otieno anavyoarifu. Jumapili asubuhi, wenyeji wa kijiji cha Nyamondo wanaomboleza eneo la Mugirango Kusini. Vita vilivyozuka hapo jana vikiwaacha na huzuni tele baada ya kijana wa miaka 26 kwa jina Leonard Okemwa kuuawa kwa kuchomwa mishale kifuani. Aliaga muda mfupi baadaye akikimbizwa hospitalini Kenyenya. Wakazi wakiwa na maswali chungu nzima kuhusu mzozo huu ulioonekana kushika kasi kila siku. Inaonekana ni kama hii vita sio vita ya kawaida. Hii ni vita ambaye imepangwa kutoka juu mpaka imefikia sasa tunapigana sisi hapa maskini. Hakuna kitu tunafikania na hao. Ng'ombe iliibiwa huko mbali hapa Kuito. Sasa tunashindwa kitu tunafikania na hao. Pande zote mbili zikiwachwa zikijikuna kichwa kutafuta suluhu. Sasa hivi tunashangaa sana ng'ombe anakuja toa vita na sisi waseo ya boda tuko tukichukulia mambo kama hiyo mpaka vita kaje kuingia. Amechomwa mamewa kila kona. Na hiyo mewa ni yetu yote na Wakisii. Kwa hivyo tangu hiyo ng'ombe ilirudi tunashangaa. Vita bado tu inaendelea. Bwana asifiwe. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akipangiwa kuongoza mkutano kutafuta suluhu ya ati hii ya mpakani. Mambo ya usalama kati ya Transmara na Kisii tunazingatia na tumetuma askari wa kutosha, na nitakutana na viongozi wa Kisii, wale wa Bomet, wale wa pale Narok. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anapotarajiwa kuandaa mkutano baina ya jamii zote mbili. Wenyeji hapa wanazidi kutoa wito kwa serikali na viongozi mbalimbali kuingilia kati swala hili ili kukomesha vifo ambavyo vinazidi kushuhudiwa katika mpaka wa kaunti ya Kisii na Transmara. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.